Karibuni tena katika tafakuri zetu, na tafakari yetu ya leo inazungumzia juu ya maagano ya damu kuwa ni maagano makubwa kuliko mengine. Ni muhimu kujua kuwa maagano ya damu ni maagano makubwa kuliko maagano mengine yeyote yale, na hii ni kwa sababu maagano haya yanafungwa kwa njia ya uhai. Biblia inasema hakuna agano pasipo damu. Tunasoma hivi katika Walawi. Itakuwa hivyo kwa sababu uhai wa kiumbe umo katika damu. Nimewaagiza kuitolea damu madhabahuni ili kufanya ibada ya upatanisho kwa ajili ya roho zenu, kwa sababu damu hufanya upatanisho, maana uhai umo katika damu. Na hii inapatikana katika Walawi 17 mstari wa 11. Ndiyo maana tuliona unapoiacha damu yako kwa mganga wa kienyeji kwa njia ya kuchanjwa chale, hakika unaacha uhai wako kwa mganga. Maagano hayo yatakufunga na nguvu za giza na hutaweza kujitoa, maana tayari umeuza uhai wako kwa hiari yako kwa mapepo. Unapoichanganya damu yako na mwingine katika maagano ya damu, basi ujue umejifungamanisha moja kwa moja na yule unayeingia mkataba naye, na ni vigumu kujinasua katika maagano hayo, kwani utakuwa umeuweka uhai wako kwake. Unapoingia katika maagano ya damu ya Yesu, unafanyika na kuitwa mwana wa Mungu kweli kweli. Lakini ni muhimu kushikilia maagano yako na Mungu. Mungu yeye ni mwaminifu katika maagano, kama tunavyosoma katika Nyakati wa Pili sura ya 6 mstari ule wa 14. Sisi nasi tunatakiwa kuwa waaminifu katika maagano yetu na Mungu. Sasa nikuulize, je, wewe umeweka maagano gani na Mungu? Je, umeyashikilia au umeyavunjilia mbali? Mhubiri anasema hivi: ukimwekea Mungu maagano, usikawie kuyatimiza, na Mungu hapendezwi na wapumbavu. Tekeleza ulichoahidi. Ni afadhali kuto kuweka maagano na Mungu kuliko kuweka maagano naye kisha usiyatimize. Mhubiri sura ya 5 mstari wa 4 mpaka wa 5. Ya nini kumfanya Mungu akukasirikie na kuiharibu kazi yako? Mhubiri 5 mstari wa 6. Nayajua mambo yako yote, najua kwamba wewe si baridi wala si moto. Afadhali ungekuwa kimojawapo, yani baridi au moto. Basi kwa kuwa hali yako ni vuguvugu, si baridi wala si joto, nitakutapika. Ufunuo 3 mstari wa 15 mpaka ule wa 16. Sasa tujiulize tena, ni yepi maagano yako na Mungu? Na je, umeyashikilia au umeyavunjilia mbali na kuiharibu kazi yako? Unaposimama imara katika maagano yako na Mungu kwa damu ya Yesu, hakika Mungu haachi kusimama nawe. Tunasoma hivi katika maandiko: basi ile damu itakuwa ishara yenu ya kuonesha nyumba mtakamokuwa. Nami nitakapoiona hiyo damu, nitawapita ninyi, na hamtapatwa na dhara lolote wakati nitakapoipiga nchi ya Misri. Hii ni Kutoka 12 mstari wa 3. Mara nyingi tunapoyavunja maagano yetu na Mungu, tunaweka visingizio vingi, hasa tunalaumu vishawishi. Vishawishi au majaribu hayakosekani,
hasa ikiwa umeamua kusimama katika maagano yako na Mungu. Majaribu huja ili kukukamilisha. Hiyo tunaiona katika Yakobo sura ya 2 mstari wa 1 au katika Petro wa kwanza sura ya 1 mstari wa 6 mpaka ule wa 7. Na vilevile Biblia inatuambia kwamba mtu hujaribiwa kwa tamaa zake mwenyewe. Yakobo 1 mstari wa 13 mpaka wa 15. Kumbuka, usiweke maagano na Mungu na kuyavunja, maana Mungu atakutapika. Samsoni alipovunja maagano yake na Mungu, Mungu alimwacha akabaki katika mazoea, akidhani alikuwa anatembea na Mungu mpaka pale alipokamatwa kama kuku na Wafilisti. Ndipo alipojitambua kwamba alikuwa kama debe tupu. Mfalme Sauli alipoteza umasihi wake kwa kwenda kinyume na maagano yake na Mungu. Hakika, ikiwa kama umewahi kuweka maagano ya damu na nguvu za giza au na chochote tofauti na Mungu, ni muhimu kuyavunja maagano haya, kwani madhara yake ni makubwa sana. Pengine maagano ya damu na nguvu za giza yanaweza yakawa yamefungwa na vizazi vilivyotangulia, na madhara yake yakapatilizwa kwako na kwa vizazi vijavyo. Ni muhimu kuvunja mnyororo wa madhara haya mabaya. Maagano mabaya yanaweza kuvunjwa kwa agano kubwa zaidi. Kumbe basi, kwa damu azizi ya Yesu, maagano yote mabaya yanabatilishwa au yanavunjwa. Biblia inasema, nao wakamshinda Ibilisi kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda. Ufunuo 12 mstari wa 11. Tutaendelea.